Karibu sana katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Kona ya Afya, na huu ni mwendelezo wa mada yetu ya ugonjwa wa kisukari. Nipo Nsambo Healthcare, jina langu ni Loveness Almasi. Pamoja nami niko na Dr. Boaz Mkumbo, mganga mfawidhi Nsambo Healthcare, lakini pia ni mkufunzi na mwandishi wa kitabu cha sayansi ya mapishi pamoja na kitabu cha sayansi ya homoni na ugumba. Vitabu hivi vimekuwa msaada sana kwa watu wanaosumbuliwa na magonjwa ya lishe, lakini pia hata kwa wale wanaotamani kujikinga na magonjwa ya lishe. Karibu sana Dr. Boaz. Nashukuru sana. Unaendeleaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu anazidi kunipa afya njema. Bila shaka uko niko very fit. Karibu sana Dr. Sayansi ya mapishi bado inanipa uhai wenye afya njema. Ndio. Katika video zilizopita tulizungumzia ugonjwa wa kisukari. Ndio. Na watu wengi wamefurahia video zetu, wamefurahia mafunzo unayotoa, na moja kati ya comment niliyoipenda kwamba watu wanasema ni kweli elimu haitolewi ipasavyo. Mtu anavyoenda kwa daktari anaambiwa tu anapima vipimo, haelezwi kwa kina. Anaambiwa tu ana kisukari, lakini haelezwi kwa kina kwamba huu ugonjwa wa kisukari upoje, anatakiwaje kudhibiti. Zaidi ya hapo atapewa tu dawa, ataambiwa aende nyumbani kutumia dawa, ataambiwa ale ugali ngumi. Kwa upande wangu mimi ile comment imenitia nguvu kwamba tunaendelea kuelimisha na tuendelee kuelimisha. Naomba nikupongeze kwa ajili ya hilo. Nashukuru. Hiyo ni moja ya sera ya Nsambo Healthcare Polyclinic. Taasisi yetu ya Nsambo Healthcare ilianzishwa kwa makusudio hayo. Makusudi yetu ilikuwa sio kumuona mgonjwa au kumuona mtu ambaye tayari ameshaugua yuko kwenye hatua ya kuzidiwa. Sababu tayari kuna taasisi zinazofanya hivyo. Taasisi yetu inahusika na prevention, taasisi yetu inahusika na regeneration, taasisi yetu inahusika na kuhakikisha kwamba unafurahia afya njema. Kabisa. Tunataka kuhakikisha kwamba ile well-being, ile hali ya kujisikia mzima, hata ukucha mzima hauumi. Hicho kitu ndo tunataka ujisikie. Mimi nafurahia uwepo wako Dr. Boaz. Asante sana. Mfuatiliaji wetu, Nsambo Healthcare tunajikita na matibabu ya ugonjwa wa kisukari, lakini pia tunatoa huduma za matibabu kwa magonjwa ya lishe. Ukitaka kuwasiliana nasi tupigie simu namba zinazopita hapo chini. Tunapatikana karibu na hospitali ya rufaa ya Mwananyamala. Tunaendelea na mada yetu ya ugonjwa wa kisukari sehemu ya 5. Tayari tulishazungumzia mengi kuhusu ugonjwa wa kisukari, na kama ulipitwa na video zetu zilizotangulia basi hakikisha unafuatilia kwa uzuri zaidi chaneli ya Dr. Boaz Mkumbo MD ya YouTube. Dr. Boaz, tulishazungumza mengi kuhusu ugonjwa wa kisukari. Sasa tuendelee na upande wa matibabu ya ugonjwa wa kisukari. Hapo awali ulituambia kwamba kuna ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza na ugonjwa wa kisukari aina ya pili, lakini ulijikita zaidi kwa ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Matibabu ya ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza na matibabu ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili yanatofautiana vipi? Yanatofautiana kwa sababu ya kila ugonjwa unatokea kwa sababu yake. Yani ninapozungumzia ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza, huwa ni ugonjwa ambao unasababishwa na hitilafu mahali fulani. Ndio. Na ninapozungumzia ugonjwa wa kisukari aina ya pili, ninamaanisha kuna hitilafu imetokea sehemu fulani. Kwa hiyo hizi aina kuu mbili za ugonjwa wa kisukari huwa tunazitofautisha kulingana na hitilafu imetokea wapi mpaka wewe umeitwa mgonjwa wa kisukari. Kwa mfano, 95% ya watu wote duniani wenye ugonjwa wa kisukari wanaangukia kwenye ugonjwa wa kisukari aina ya pili, ugonjwa wa kisukari unaotokana na mtindo wa maisha. Kwa hiyo ni 5% tu ya watu wenye kisukari duniani huwa wanaangukia kwenye kundi la wagonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Aina hii ya ugonjwa unaweza ukatoka kwenye tumbo la mama yako tayari umeshaathirika na huu ugonjwa wa kisukari. Kwa unaweza kuzaliwa nao, au mara tu baada ya kuzaliwa ukakaa miezi kadhaa, miaka kadhaa ukapatwa na ugonjwa wa kisukari. Kisukari aina ya kwanza husababishwa na
seli zinazozalisha homoni ya insulin, tunaziita beta cells, kushambuliwa na maradhi yanayoendelea mwilini, maradhi ya mashambulizi ya kinga ya mwili. Haya maradhi huwa yanashambulia zile seli ambazo zinazalisha homoni hii ya insulin. Seli hizi zikishambuliwa, matokeo yake ni kwamba kongosho lako litazalisha homoni ya insulini kidogo au halitazalisha kabisa. Kwa hiyo upungufu wa homoni ambayo inaelekeza seli zako za mwili zitumie sukari ipasavyo, matokeo yake husababisha sukari nyingi kubaki kwenye damu bila kutumika na seli zako za mwili. Hapo ndo tunakutafsiri mgonjwa wa kisukari. Lakini pale inapotokea ni kwamba kongosho linazalisha homoni toshelevu kama kawaida, lakini ile homoni inayozalishwa haiendi kuratibu matumizi ya sukari. Maana yake ni kwamba kule kwenye sehemu ambapo sukari inatakiwa ifyonzwe, kwenye seli za mwili, kuna usugu, kuna uchakavu, kuna udumavu. Hali hiyo kwa kitaalamu tunaita insulin resistance. Hali hii hujengeka taratibu mpaka inafikia kwamba asilimia kubwa ya seli zako mwilini zinakuwa hazina uwezo wa kufyonza sukari. Kwa hiyo hali, asilimia 95 ya watu wengi wana kisukari ya aina hiyo, ambayo haisababishwi na upungufu wa homoni ya insulin, haisababishwi na uhaba wa homoni ya insulin. Homoni ya insulin ipo, lakini haiwezi kuratibu mwili uweze kutumia sukari. Kwa hiyo aina kubwa ya watu wengi wanaangukia kwenye hilo kundi. Kwa hiyo hata unapokuja kwenye matibabu yake, kila mtu ana matibabu yake. Huyu aina ya kwanza, yeye matibabu yake moja kwa moja huwa yanaenda kwenye kumpatia homoni ya insulin ya nyongeza kutoka nje. Lakini huyu aina ya pili, yeye huwa ana namna nyingi sana za kuweza kutibu ugonjwa, ikiwemo kumbadilishia mfumo wake wa maisha, ikiwemo kumbadilishia mfumo wake wa lishe, ikiwemo dawa za kunywa, ikiwemo sindano za insulin. Kwa hiyo matibabu tunaweza tukawagawanya katika mfumo huo. Sawa, kumekuwa na nadharia mbalimbali kwamba matibabu ya ugonjwa wa kisukari huwa ni maisha. Mtu akiwa na ugonjwa wa kisukari akianza dozi hawezi kuacha au ataendelea nayo maisha. Na wengine wamefikiria mpaka kusema kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa maisha, ni ugonjwa wa taabu, ugonjwa ambao huwezi kutibika wala kudhibitika tena. Hawa unawaambiaje, au nadharia hizi tuzielewe vipi? Iko hivi, kuna mambo ambayo hufanya ugonjwa wa kisukari uwe ni ugonjwa endelevu na ni ugonjwa sugu. Ndio. Jambo la kwanza, ugonjwa huu unajitengeneza kwa miaka mingi. Kama unajitengeneza kwa miaka mingi na ukachelewa kutafuta mbinu za kuugundua mapema, ukaja ukagundua ugonjwa, tayari umeshatengeneza mizizi. Nikimaanisha mizizi, na maanisha ya kwamba tayari umesha kuathiri mishipa yako ya damu, unalea ugonjwa wa shinikizo la damu. Tayari umesha kuathiri mishipa yako ya damu na nevu za fahamu, imekukata hisia mwanaume, umekuwa anisi. Tayari ugonjwa huu umesha kupofusha macho. Tayari ugonjwa huu umesha kupa kiharusi. Ndio. Tayari ugonjwa huu umekausha maji yote kwenye joint, wewe unatembelea fimbo. Yote hayo ni kwa sababu ugonjwa huu umejitengeneza kwa muda mrefu. Baada ya miaka mingi ndo unakuja kujitokeza na kusema mimi ndo niliye kulemaza viungo vyako vyote, na siku zote umekuwa ukisumbuka na dalili zangu, mimi naitwa ugonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari, watu wengi hawatambui ya kwamba natural history, historia yake unajitengeneza kwa muda mrefu. Sasa namna ambavyo ugonjwa huu tunakuja kuugundua, tunatumia kipimo cha kupima wingi wa sukari. Ndio. Unaposubiria mpaka sukari isome juu, unakuwa tayari umeshaugua kwa muda mrefu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, unapogundulika, usiuchukulie kama ugonjwa lele mama. Tambua ya kwamba ugonjwa huu umetengeneza mizizi kwa miaka mingi. Ndio. Hili ni jambo la kwanza. Sasa watu wengi hawautazami ugonjwa wa kisukari kama ugonjwa ambao umetengeneza mizizi kwa miaka mingi.
wanaanza kujitamkia kwamba mimi nimegundulika na kisukari juzi. Ndio. Mimi nimegundulika na kisukari mwezi uliopita. Mimi nimegundulika na kisukari mwaka jana tu. Kwa hiyo akiwa anasema mwaka jana tu, anachotaka wewe umtafsiri kwamba huu ugonjwa hauna muda mrefu. Kumbe ugonjwa umetumia miaka 5 mpaka 10 kujisuka. Ndio maana kuna watu leo hii huwa tunawaonya usile hivyo, usinywe hivyo, usifute sigara, acha pombe, ishi hivi, kuwa mtu wa mazoezi, control uzito. Anatoa maneno yenye kumaanisha kwamba ana kiburi cha afya njema. Ndio. Maneno ya kebei. Kwa sababu hajui ule ugonjwa. Hauwezi ukanywa juisi leo glasi moja ukapata sukari. Ndio. Hauwezi ukanywa leo soda moja ukapata sukari. Hauwezi leo ukaongezeka kilo 5 ukapata sukari. Ongezeka kilo 20, kilo 40, kilo 50, kisukari hakitakuacha. Ndio. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kutambua ugonjwa kwamba ni ugonjwa uliotengeneza mizizi. Kwa hiyo mtu akitambua hivyo, ndo sasa hata namna ya kukabili anatakiwa atengeneze kwamba wewe ukiwa unaenda kukabiliana na siafu, kuna utofauti kama unaenda kukabiliana labda na nyoka. Ndio. Umenielewa? Yaani zile nyenzo za kivita utakazo zibeba ni tofauti. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari ukichukulia ni ugonjwa mdogo sana. Mgonjwa nimegundulika juzi tu, nitautoa tu. Kwa hiyo akiambiwa tu vitu vidogo, chukua mpela, twanga utakunywa. Chukua sijui majani sijui ya zile ndevu za kwenye mahindi zile, ukichemsha zile. Sukari inaisha. Chukua ule mlonge, chukua ule mwani. Mwani fanya hivi, unaisha ugonjwa. Ugonjwa wa kula, uchakavu, miaka 5-10 uishe kilele mama hivyo. Hapana. Kwa hiyo hizo ni nyenzo ndogo kama nyenzo za kwenda kuangamiza siafu. Tafuta nyenzo za kwenda kumuua chatu. Umeelewa? Kwa tengeneza mpango mkakati wa kwenda kukabili kitu ambacho kimejitengeneza miaka 5 mpaka 10. Umeelewa? Yeah, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna dawa ambazo huwa tunazitumia sisi madaktari kudhibiti wingi wa sukari. Ndio. Dawa hizi zinatumika kudhibiti wingi wa sukari. Hazitibu ule mzizi uliosababisha wewe upate kisukari. Embu rudia tena daktari. Iko hivi. Kuna kitu kwenye mwili kinaitwa insulin resistance. Ni ile hali mwili wako kushindwa kuitikia vizuri maelekezo yanayotolewa na homoni ya insulin ili mwili wako uweze kutumia sukari. Sasa hiyo hali inapojitokeza ndicho chanzo cha ugonjwa wa kisukari. Ikijitokeza hiyo hali kwa mgonjwa wa kisukari, anakumbwa na mambo haya mawili. Jambo la kwanza, sukari inakuwa haifyonzwi kwa haraka ndani ya mwili, au sukari inakuwa inabaki kwenye damu bila kutumika. Nikiscan % ya seli zako zote kwenye mwili wako, ni idadi kiasi gani zinafyonza sukari, utajikuta labda 5% ndo zinafyonza sukari na 95% hazifyonzi sukari. Huo ndo ugonjwa wa kisukari. Umenielewa? Sasa inapotokea kwamba 1% kubwa ya seli zako za mwili hazifyonzi sukari, mwili unaanza kufikiria kwamba mbona chakula hakiingii ndani ya seli, katika seli nyingi. Yani majority of your body cells hazina sukari. Ndio. Kwa in order to overcome ile emptiness, ile sukari kutokuwepo ndani ya cell, ini huwa linamwaga sukari kwenda ku overcome that problem ya emptiness ya sukari, kwamba labda sasa mwili ubongo unafikiria labda sukari haipo ya kutosha, ngoja tuzalishe sukari nyingine. Kwa ini linamwaga sukari. Kwa hiyo unapokuwa na uchakavu, usugu, seli zako zimefubaa, ukapatwa na kitu kinaitwa insulin resistance, ambao ndo mzizi wa ugonjwa wa kisukari. Ini na lenyewe huwa linatema sukari nyingi. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari huwa ana vyanzo viwili vya sukari. Kuna sukari ya nje na kuna sukari ya ndani.
Ngoja tuchukue mfano. Ndio. Unapoenda hospitalini, daktari naweza nikakuanzishia kwanza lishe baada ya kukugundua kwamba wewe una kisukari. Kujaribu kama sukari yako sio kali, nina uwezo wa kuidhibiti kwa kutumia tu ushauri wa lishe bora na kubadilisha mitindo ya maisha. Ndiyo. Kama uvutaji sigara, unywaji wa pombe, kutofanya mazoezi, halafu na kubadilishia na diet yako na kusaidia kukupangilia chakula kwa kufuata kanuni ya kitabu chetu cha sayansi ya mapishi, kitabu cha mwongozo wa lishe bora. Ndiyo. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, ninampa uangalizi kwa muda wa siku 15 mpaka siku 30. Endapo akiniletea yale majibu ya anayopima ya sukari kila siku, akiniletea nikayapitia, nisipojiridhisha, huwa tunachukua hatua ya kumwanzishia dawa ya kwanza. Tunaita first line. Ndio. Sasa ile dawa ya kwanza inayodhibiti sukari inaitwaje kwa jina? Inaitwaga metformin. Iko katika kundi la dawa za kisukari zinaitwa biguanides. Ndio. Sasa metformin ni dawa ambayo inadhibiti wingi wa sukari. Je, inadhibiti vipi wingi wa sukari? Ukichukua kile kikaratasi ambacho kiko kwenye box ya hiyo dawa, ukakisoma, hii dawa inadhibiti sukari kwa namna kubwa 1, 2, 3. Namna ya kwanza, inadhibiti sukari kwa kwenda kulizuia ini lisizalishe sukari. Ndio. Inaenda kuinhibit gluconeogenesis na glycogenolysis from the liver. Inaenda kulikaba ini lisizalishe sukari. Ndio. Endogenous glucose production inaenda kuwa blocked, ini lisizalishe sukari ya ndani. Kumbe hii dawa inaenda kuzuia uzalishaji wa sukari ya ndani. Ndio. Na tulijifunza ya kwamba ukikaa umefunga masaa 24, ini lina uwezo wa kuzalisha zaidi ya gramu 200 za sukari. Takriban gramu 200 za sukari. Karibia robo kilo ya sukari. Sasa mgonjwa mwenye kisukari huwa unazalisha sukari nyingi. Haijalishi hata kama umekula, haijalishi. Yani mwili unatema sukari throughout kutokana na ule usugu uliojengeka ndani ya mwili wako, insulin resistance. Ndio. Kwa hiyo kadri insulin uchakavu unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo ini linavyotema sukari nyingi, ndivyo tunavyotakiwa tutafute dawa ambayo ina nguvu zaidi kulidhibiti ini lisiteme sukari. Kwa hiyo dawa ya metformin inafanya kazi hiyo. Namna ya pili ya hiyo dawa ya metformin inavyozuia sukari, huwa inaenda kuvuruga umeng'enyaji wa chakula usifanyike vizuri. Inaenda kudisrupt normal digestion. Maana yake ni kwamba tukimeng'enya vizuri chakula cha wanga, tutapata sukari nyingi. Ndio. Mwili utaumia zaidi. Kwa hiyo tunaenda kuvuruga ili chakula kisisagike vizuri, ili mwili uvune sukari kidogo kutoka kwenye ugali, kutoka kwenye wali, kutoka kwenye ndizi, kutoka kwenye miogo uliokula. Ndio. Matokeo yake makapi yawe mengi. Umeona hadi hapo? Ndio maana hii dawa ya metformin tunashauriwa madaktari tusizidishe miligramu 1500, na umeenda sana usizidishe miligramu 2000 kwa siku. Ndio maana watu wengi ambao wanakunywa metformin miligramu 2000 kwa mfano, wanahangaika sana na kiungulia, gesi, kutapika. Kumbe hiyo ni kwa sababu ya madhara ya ile dawa ya metformin. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo kumbe sasa, kumbe hizi dawa zinaenda kudhibiti sukari ya ndani isizalishwe. Kwa hiyo sasa unashangazwa na yule mtu anayesema ya kwamba, mimi nimeambiwa nizingatie dawa hizi nilizoandikiwa na daktari, lakini nimeambiwa nile chochote ila kwa uchache. Ina maana ni kwamba vile vile vilivyomuuguza aendelee kuvila kwa uchache. Aendelee kula ugali kidogo, wali kidogo, ndizi kidogo, yani aendelee kujiuguza taratibu. Kwamba wewe hautaki uwe na diet special ya kwako mwenyewe nyumbani, utawadisturb wanafamilia. Kula vile vile ambavyo wanakula wanafamilia, lakini kula kwa kidogo kidogo. Wakati bado ini linaendelea kuzalisha. Yes, sasa hebu fikiria, you are concerned na ile sukari inayotemwa na ini, lakini bado hapo tena wewe unazidi kula vya nje. Kwamba
dawa unaokunywa inaenda kudhibiti ini lisizalishe sukari. Alafu wewe tena unakula ugali, unakula wali, unakula ndizi, unakula viazi, unakula magimbi, unakula sui maboga, unaendelea kula vitu ambavyo vikiingia mwilini vinakuwa sukari, ambacho kitu ambacho mwili hauwezi kufyonza vizuri. Hicho ni moja ya sababu kinachosababisha ugonjwa wa kisukari uwe sugu na niendelevu. Kwa sababu utakuwa yani kuna tofauti kati ya kurudisha ugonjwa reverse na kuishi nao. Kwa kuna matibabu yanaitwa diabetic care treatments na diabetic remissions treatments. Umemaanisha nini hapo daktari? Mimi niache hapa. Diabetic care ni matibabu ya jinsi ya kuishi na kisukari. Na diabetic remission ni namna ya kuondokana na kisukari. Okay. Kwa mfano ukisema obesity care treatments, namna ya kukipalilia kitambi chako na kipaka mafuta. Umeelewa? Ni namna ya kuishi na kitambi. Ukitaka kuishi na kitambi usipande sana ngazi hivi, wewe panda lifti. Ukitaka kuishi na kitambi usifanye mazoezi magumu, fanya mazoezi rahisi tu, kwa sababu unaweza kupata shambulio la moyo kwa sababu mwili haustahimili mazoezi magumu. Hivyo ndo namna ya kuishi na kitambi. Lakini nikwambia jinsi ya kuondokana na kitambi. Umeelewa? Yani hayo ni matibabu tofauti kabisa. Kwa hiyo diabetic care treatment, namna ya kuishi na kisukari. Diabetic remission this means that ulikuwa na kitambi kimepotea. Ulikuwa na kisukari kimepotea. Kwa hiyo watu wengi wanafuata matibabu yanayoitwa diabetic care, jinsi ya kuishi na kisukari, badala ya kupewa matibabu ya jinsi ya kuondokana na kisukari. Kwa hiyo sasa ndo maana sasa hata mtu anayenisikiliza mafunzo yangu haya anaweza asinielewe, hawezi kunielewa kwa sababu mtazamo wangu na mtazamo alionao yeye ni mitazamo miwili tofauti. Kwa hiyo yeye achague. Na kingine, ukiamua kuishi na kisukari, maana yake unakuwa unaishi sio kwa makali yale uliokuwa unaishi mwanzo. Ndio. Makali yatapungua. Kwa hiyo unasema mimi na kisukari bana, lakini nimejitahidi kucontrol, nafanya diet yangu. Lazima utaicontrol, haitakuwa na kasi ile sawa na wakati unagundulika, kwa sababu hapo umeanzishiwa dawa na umepunguziwa wingi wa chakula. Kwa hiyo bado unaendelea kuugua kidogo kidogo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa unapotaka kurudisha ugonjwa reverse, unatakiwa sasa ufuate kanuni na masharti yetu. Kwamba matibabu ya ugonjwa wa kisukari lazima yafuate kanuni moja ambayo ni kubwa, ambayo 95% ugonjwa wa kisukari unadhibitiwa kwa kubadilisha vyakula unavyokula na mtindo wako wa maisha. Ndio. Fuata lishe bora, acha kuvuta sigara, acha kunywa pombe, fanya mazoezi, jipende. Ugonjwa wa kisukari utaenda kudhibiti. Lakini 5% tu ya ugonjwa wa kisukari ndo utasaidiwa na daktari. Kwa hiyo mimi Dr. Boaz nitakusaidia wewe kudhibiti ugonjwa wa kisukari kwa 5% tu. 95% ugonjwa wa kisukari unajitibu wewe mwenyewe sokoni. Dawa iko sokoni. Kisukari ni ugonjwa wa kula. Hasa anakuambiaje mtu kwamba wewe kula chochote tu, zingatia dawa? Ndio. Yani nile chochote, nizingatie dawa. Ndo maana ugonjwa wa kisukari unasemekana ni sugu na ni endelevu. Kwa sababu jinsi tunawashauri jinsi ya kuishi na ugonjwa wa kisukari na si kupotezea, yani kufutilia mbali ugonjwa wa kisukari. Ndio. Hata ukija kwenye matibabu ya dawa zingine, hata dawa zingine ukizichimbua kwa kina, kwa sababu kuna mtu mmoja kwa ananiambia sasa, mgonjwa, kwa nini mimi nimetoka kwenye dawa moja, sasa hivi nimeanzishiwa dawa 2, sasa hivi daktari ameniambia ananiongezea dawa ya 3, ikishindikana hii dawa ya 3 ananipeleka kwenye sindano. Sasa najiuliza, kwa nini kila siku anazidi kuniongezea dawa badala ya kunipunguzia? Ndio. Kwa nini daktari anazidi kuniongezea dawa badala ya kunipunguzia? Anazidi kumuongezea dawa kwa sababu usugu wa ugonjwa unaendelea. Ndio. Yani
mgonjwa anashangazwa na kitendo cha daktari kuendelea kumuongezea dawa. Yeye matumaini yake ni kwamba kama anazingatia ushauri wa daktari, atapunguza dawa. Ndio. Sasa kwa nini tumetoka kwenye dawa moja, zimekuja dawa 2, zimekuja dawa 3? Sasa hivi ananipa warning. Ananiambia ukishindikana hapa na kupeleka kwenye sindano. Kosa linakuwa ni la nani? Kosa linakuwa ni la mgonjwa au kosa linakuwa ni la daktari? Hapa ndipo tunatakiwa kujiuliza. Ndio. Kosa sio la mgonjwa. Kosa ni la mimi mshauri. Daktari. Mimi ndo nakushauri. Kwa sababu nimekupokea ukiwa unatumia kidonge kimoja. Unafikaje kwenye vidonge 4 mpaka kwenda kwenye sindano? Unafikaje kwenye sindano? Kosa linakuwa ni la nani? Kosa linakuwa ni la mimi. Ina maana ushauri wangu ndo mbaya. Mgonjwa yuko pale anasikiliza. Daktari, tunatakiwa tuanze dawa 1. Sawa. Tunatakiwa tuanze dawa 2. Sawa. Tunatakiwa tuanze dawa 4. Sawa. Tunatakiwa kwenda kwenye sindano. Sawa. Swali linakuja, daktari, kwa nini unaniongezea kila siku dawa wakati nimekuja nikiwa siumu kwenye hiki kiwango? Ndio. Tatizo linakuja ni kwamba jinsi unavyoishi, unaishi kwa kufanya diabetic care treatments, not diabetic remission treatments. Ndio. Umenielewa? Kwa hiyo hata matibabu tunayoyafanya tunatakiwa tuwe tunaangalia 95% ni kubadilisha mtindo wa maisha. 5% ndo dawa za hospitali. Ndio. Kwa hiyo tuachane na ile dhana kula kila kitu alafu wewe zingatia nini? Dawa. Hapana. Tunatakiwa tule kwa kuzingatia lishe bora. Katika hizo 95% za matibabu ya ugonjwa wa kisukari, umekazia pia kwamba matibabu ya ugonjwa wa kisukari pia yako jikoni. Huko jikoni kuna vitu gani ambavyo vinaweza vikasaidia mgonjwa wa kisukari kudhibiti ile sukari yake? Mimi huwa natumia hizi njia kuu. Huwa nasema hizi ni njia kuu 5 ambazo nimekuwa nikiwasaidia wagonjwa wangu wengi kudhibiti sukari na sukari inakaa vizuri. Njia hizi 5 za uhakika. Yeyote ambaye anabisha hapa chini kwenye hii video, nitamuomba videographer wangu aweke makala ambayo nimeeleza namna gani anaweza kudhibiti sukari mpaka ikafika kawaida kwa kutumia hizi njia 5. Naomba tuwekee pale. Ambayo ni program yangu ambayo nimeitengeneza, inaitwa Diabetic Bootcamp. Hii ni program ambayo imewasaidia watu wengi ku-reverse diabetes ikawa normal kabisa. Na wakaweza kucontrol vizuri kwa kutumia dawa kidogo au kwa kutotumia dawa kabisa. Na sukari ikakaa normal. Inategemea na discipline yake. Hizi ni hatua 5 za kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Hatua ya kwanza, kama ugonjwa wa kisukari ni hitilafu namna mwili unavyotumia sukari, that's mean tunatakiwa tuangalie namna gani mwili unavyoratibu matumizi ya makundi makubwa 3 ya vyakula. Ambavyo ni vyakula vya mafuta, vyakula vya protini na vyakula vya wanga. Haya ndo makundi makubwa tunayaita kwa kitaalamu macronutrients. Ni makundi makubwa 3. Katika haya makundi makubwa 3 ndo tunapata pia ndani yake tunapata vitamins na madini. Yani kwenye protein, kwenye wanga, kwenye mafuta ndo tunapata vitamins na madini. Katika haya makundi makubwa 3. Sasa mwili wa binadamu katika haya makundi yote 3, unapoitwa mgonjwa wa kisukari, maana yake mwili wako ile sugar metabolism system, mfumo wa kuchakata sukari kuwa nishati ya mwili, ule mfumo unakuwa defective. Unakuwa umeharibika, umekolapsi. Ndio. Sasa kama ule mfumo umekolapsi, tunatafuta mfumo mwingine ambao unaweza ukasaidia mwili wako kuendelea kufanya kazi. Ndio. Bana, engineer aliyetengeneza mwili wa binadamu, ambaye sisi tunamwamini ni Mwenyezi Mungu. Sisi madaktari tunausoma tu mwili. Tunamsoma engineer alichokifanya. Ndio. Iko hivi. Mwili wa binadamu una makundi 3 ya vyakula: wanga, mafuta na protein. Wanga unaona labda nichukue hivi. Hii ni wanga,
mafuta na protein. Wanga ni sawa na hiki kidole kikubwa hiki. Mwili wa binadamu hauwezi kuchoma mafuta kama mwili wako una wanga ndani. Yani sukari kama ipo, mwili hauwezi ukachoma mafuta. Mafuta kama yapo, mwili hauwezi kuchoma protini. Sasa kuna sababu zinazoweza kufanya mwili ukachoma mafuta na kisha ukachoma protini. Ndio. Sababu hizi ni zifuatazo. Sababu ya kwanza, wewe nikikufungia kwenye nyumba nikakunyima chakula. Kakufungia kwenye handaki nikakunyima chakula, wiki nzima mwili utakosa sukari. Mwili utaanza kutafuta sukari. Umeelewa? Kwa hiyo mwili ukiwa unatafuta sukari, mwili utachukua sukari yote iliyohifadhiwa kwenye ini. Na mwili huo unaanza kutumia sukari iliyohifadhiwa kwenye ini ndani ya masaa 8 tu toka umekula chakula cha mwisho. Ndio. Mwili unaanza kutumia sukari iliyohifadhiwa kwenye ini. Sukari iliyohifadhiwa kwenye ini ikiisha, mwili unaanza kuyafuata mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili. Ndio. Kwa hiyo mafuta ni option 2 for the body for energy. Yani mafuta ni fikirio la pili. Kwa hiyo wewe kama wewe ni mnene, utashangaa ni kwamba tunakuja kukutoa kwenye handaki ushakonda hivi. Kwa sababu mwili ulikuwa unatumia mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili. Ndio. Umenielewa hadi hapo? Sasa kuna watu leo hii wamehifadhi mafuta ambayo tukiwaweka kwenye mfungo wanaweza kuishi na yale mafuta kwa muda hata wa mwaka mzima, akiba alionayo. Yani kama vile chakula kiko kwenye gara. Ndio. Sasa mwili ukishamaliza kutumia mafuta yote yameisha, nyama uzembe zote zimelika, umetepeta. Kwa hiyo kinachofuata mwili unaanza kuchoma protein. Ndio. Unaanza kutumia misuli. Umeona? Hasa mazingira gani yanaweza kasababisha mwili ukaanza kuchoma mafuta, mwisho wa siku ukaanza kuchoma protein? Tukikufungia kwenye handaki tukakunyima chakula. Ndio maana watoto wanaopata marasmus, utapiamlo, hao watoto wanakuwa wamenyimwa nini? Vyakula. Kwa hiyo mwisho wa siku mwili unaanza kujitafuna wenyewe. Ndio. Mgonjwa mwenye kisukari, unavokuwa mgonjwa wa kisukari, tafsiri yake ni kwamba hauwezi kutumia sukari kama chanzo cha nishati ya mwili. Kwa hiyo mwisho wa siku mwili utatafuta nishati mbadala ambao ni nini? Ni mafuta. Ndio maana mtu akitaka kutambua kwamba ugonjwa, katika hatua za awali za ugonjwa wa kisukari, ni kazi sana kupungua uzito. Lakini kisukari kinapokithiri, unaweza ukatoka hata kilo 150 mpaka kilo 60 ndani ya miezi miwili. Ukashangaa ni kuporomoka gani huku? Unakonda ghafla. Kwa nini nimekonda ghafla? Unakonda ghafla kwa sababu mwili unajitafuna wenyewe. Ndio. Umenielewa hapo? Alafu sasa mwili ukishamaliza mafuta unaanza kutafuna kitu kingine cha pili. Mwili ukishamaliza mafuta unaanza kutafuna kitu cha tatu ambacho kinaitwa protein. Ndio. Kwa ndo maana unaweza kumkuta mgonjwa wa kisukari lakini nyama zinavutika hivi kama manati, ngozi inavutika hivi kama manati, nyama za huku takoni zinaning'inia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ugonjwa wa kisukari unamsababisha mwili ujitafune wenyewe. Ndio. Kwa hiyo kiufupi tunachokifanya, kwa sababu wewe mwili wako umegomea vitu vya sukari, tunachokifanya tunakuachisha hivyo vyakula ambavyo mwili umegomea. Ndio. Na tunaangalia mwili ukishagomea sukari unakimbilia nini? Mafuta. Unakimbilia mafuta. Unakimbilia nini cha pili? Protini. Okay, hivyo ndo tunaupatia mwili ili mwili usijitafune. Simple like that. Tunampa nyama, tunampa mayai, tunampa samaki, anakula vizuri. Sasa mtu akiambiwa tuna sukari anaanza kula mataputapu tu, mboga ya majani, bilinganya, mahoho, hayana chumvi. Hapana. Sisi huku unakula vizuri. Kitabu cha ndio maana kitabu hiki cha sayansi ya mapishi nimeweka cover ya nyama.
Nikimaanisha nyama ni superfood, nyama ina virutubisho vingi. Ndio. Umeona? Kwa hiyo nimeweka nyama. Kwa hiyo sisi sasa nyama, samaki, kuku, mayai inakuwa sehemu ya chakula. Lengo ni nini? Lengo ni kuzuia mwili usijitafune. Ndio. Sio, unanielewa hapo? Haya, kwa hiyo hatua ya kwanza huwa tunazuia kuweka kitu ambacho mwili hauwezi kukitumia. Tunaupa mwili vitu ambavyo mwili una uwezo wa kuvitumia na kujinorish wenyewe. Na kujiimarisha wenyewe. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Hatua ya pili ambayo huwa tunafanya, tunaangalia ukali wa ini katika kutema sukari. Ndio. Ini linatema sukari katika kiwango gani? Kama ini linatema sukari kidogo, huwa tunampa muda wa uangalizi kwa muda wa mwezi mzima. Tunamwambia turekodie sukari ya asubuhi na jioni, asubuhi na jioni kwa muda wa mwezi mzima. Ndio. Anaturekodia sukari mgonjwa, anatuletea, tunakagua, tunakagua na madaktari wenzangu, tunashauriana kwamba je, hapa tunaweza tukaendelea au tunaweza tukamwanzishia dawa mgonjwa. Tukiona tumejiridhisha vya kutosha kwamba hii sukari iko vizuri, haina changamoto yoyote na mgonjwa wetu hawezi kupata madhara baadaye, labda kupungukiwa na hisia za tendo la ndoa, macho kupata upofu, kupata shinikizo la juu la damu, kupata matatizo ya figo, tukajiridhisha kwamba hii sukari anaweza kuidhibiti tu kwa mfumo wa chakula, mazoezi, kuacha pombe, kuacha sigara, basi tunambakiza katika uangalizi kwa muda wa miezi 4. Kwa mwaka tunakuwa tunampima kipimo kikubwa mara 3. Ndio. Alafu endapo tukikuta sukari ni kali sana, huwa tunaangalia ni dawa gani inaweza ikadhibiti sukari ya ndani isizalishwe. Ndio. Kwa sababu sukari ya nje tushaizuia. Kwa hiyo tunazuia sukari ya ndani isizalishwe. Sukari ya ndani inazalishwa na ini. Ndio. Kwa hiyo tunaangalia dawa gani inaweza ikamfaa. Lakini wagonjwa wetu wengi hawaji katika stage ya kuzidiwa. Kwa sababu stage ya kuzidiwa, dawa pekee ambayo inaweza ikamnusuru mtu kwenda ICU ni dawa ya sindano. Ndio. Kwa sindano haiepukiki pale unapokuwa kwenye hatua mbaya. Tutaanza kuiona ni sindano ni mbaya pale unapopata nafuu. Kwa hiyo mgonjwa tutamwanzishia dawa za kudhibiti ini lisiteme sukari mpaka pale uchakavu wa mwili utakapotengamaa. Ndio. Kwa uchakavu wa mwili utakapotengamaa, tutamwambia sasa hivi hii dawa imekosa kazi, au tunaweza tukashuka kwenye dawa ndogo. Tukitoka kwenye dawa ndogo, ndo pale tunaweza tukamwambia sasa hivi unaweza hata ukajiendesha bila dawa ya sukari. Endapo na yeye akizoea mtindo wa maisha, akaona hii diet mbona sio adhabu, naiona ni nzuri na ninaifurahia, mimi na sukari yangu naiona kawaida. Au muda mwingine mgonjwa mwingine akitumia dawa na sukari kwa wakati mmoja, sukari inashuka sana. Au kuna muda mwingine mgonjwa anaweza akatumia mkakati wa lishe bora, alafu hapo na dawa ukashangaa sukari inashuka sana, hata kama dawa umechagulia ni dawa ya grade ya chini kabisa. Kwa hiyo hapo daktari unakuwa hauna namna, kwa sababu tumesema ya kwamba 95% ya kudhibiti sukari ni nini? Ni chakula na kubadilisha mtindo wa maisha. Kwa hiyo tunaacha tu mgonjwa azingatie hivyo vitu. Ndio. Daktari, umesema mengi na muda unatutupa mkono. Hebu tuendelee na hatua nyingine ili tuweze kuwafaidisha wafuatiliaji wetu. Mimi na mengi ambayo waga natamani watu wayajue, ila sema muda tu unakuwa ni mfinyu. Na mimi nina mambo mengi. Watu wengi wanakuta huyu anakuhitaji, lakini tu kiufupi lengo la haya maarifa, sitaki watu wengi wanitafute kwa sababu mimi niko peke yangu. Siwezi kumudu kuwaona wote ambao wanaumwa kisukari. Ndio lengo langu kwamba ninapopata nafasi na yaongea haya kwa nikiwa na maanisha ya kwamba kuna makosa madogo tu watu wanayafanya, wanatakiwa kuyasahihisha. Halafu akishayasahihisha, tunapunguza rundo la watu mahospitalini, tunaongeza productivity, tunaongeza uchumi wa nchi yetu. Umeelewa? Ndio maana na shauri ya kwamba mtu yeyote anayesikiliza haya ayafanyie kazi kwa vitendo. Halafu aone kama mimi ni mwongo.
Umeelewa? Kwa sababu ni makosa madogo madogo ambayo yanagharimu maisha ya watu. Sababu unapochukulia jambo poa poa tu, watu wengi ukimkuta anaumwa katika hatua figo zimekufa, ukimkuta anaumwa katika hatua macho yamepofuka, ukamkuta anaumwa katika hatua ambayo pressure iko juu hadi amepatwa na kiharusi, wengi wao huwa wameishi katika mazingira ya kupotezea ugonjwa wa kisukari. Yani kuchukulia poa poa. Sasa ninachotaka tu kuambia kwamba maradhi haya huwa yanatengeneza mizizi. Unapochukulia poa ni vibaya sana. Beba silaha za maangamizi, kama vile unaenda kupambana na chatu, na si unaenda kupambana na mende, na si unaenda kupambana na sisimizi. Silaha za maangamizi, silaha ambazo umejiandaa vizuri. Kwa hiyo yeyote anayenisikiliza ayaamini haya ninayoyazungumza na kuyafanyia kwa vitendo. Tumeona ya kwamba njia ya kwanza ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari kwa wepesi kabisa kwa kutumia protocol yetu ya sayansi ya mapishi. Njia ya kwanza ni kudhibiti sukari ya nje, kutokula kitu ambacho mwili hautakiwi kulishwa, yani mwili hauwezi kukitumia. Alafu njia ya pili tumesema ni kudhibiti sukari ya ndani ambayo inazalishwa na ini kutokana na uchakavu wa mwili ndani yako. Na hatua ya tatu ni kutibu yale madhara wakati sukari imekuwa juu kwa muda mrefu. Yani kwamba kama wewe umekuwa ukipika kwenye paa lako kuna masizi mengi kutokana na ule moshi wa kuni, na una miaka 10 hujawahi kusafisha paa. Sasa ni muda wa kusafisha paa. Umenielewa hadi hapo? Nikimaanisha labda mfano nyumba imewaka moto. Sasa umeuzima ule moto, fire wameondoka. Watu wa fire wameondoka. Sasa wewe unachokifanya ni nini? Ni kuanza kufanya ukarabati wa nyumba yako, upige lipu upya, upake rangi upya. Umeelewa? Ndivyo hivyo. Kwa hiyo mwili unapoizima ile sukari kwa kudhibiti sukari ya nje siingie, na kwa kudhibiti sukari ya ndani, unazuia mwili kuendelea kuugua. Sasa yale madhara yaliyotokea tunafanya nini? Kwanza tunapangilia mpangilio wetu wa chakula ambao unakuwa na virutubisho vingi ambao vinaenda kunasa sumu mwilini. Tunashauri ya kwamba 75% ya sahani yako inatakiwa ikaliwe na vyakula vinavyotokana na uwindaji, ufugaji na uvuvi. Kwa sababu hivi ndio vyakula ambavyo vinabeba virutubisho vingi. Nyama, samaki, kuku na mayai vinakuwa pale. Halafu 1% inayobaki ndio mboga mboga za majani, matunda yenye sukari kidogo, mfano parachichi, labda tango, unaweka pale labda korosho, nini, almonds, kweme, mbegu za maboga, nini pale pembeni. Sasa lengo la hii sahani yenye lesho hiyo, yenye mpangilio huo, ni kukupa virutubisho vingi. Yani inakupa virutubisho vingi vinavyoenda kukusaidia wewe kunasa sumu ambazo ziko kwenye damu yako, ambao ndo inakufanya uwashwe, ndo inakufanya macho yako yatengeneze watoto, ndo inakufanya uwe mnyonge, mwanaume asiweze kufanya tendo la ndoa na mke wake, ndo inaomfanya pressure ipande, ndo inaomfanya kifua kibane na allergy kali. Kwa hiyo tunaenda kudhibiti ule mchafuko wa damu ambao umetokea wakati sukari ilipokuwa inapanda juu. Kwa hiyo muda mwingine huwa tunachagua virutubisho vizuri ambavyo huyu mtu anatakiwa kutumia kusaidia kunasa zile sumu haraka zitoke kwenye mwili. Kwa mfano tunaweza tukamwandikia virutubisho mbalimbali, vitamin D, omega 3, na virutubisho mbalimbali. Lengo hivi vinasa sumu ni kuingia ndani na kunasa, lakini tunamwandikia katika dozi ambayo itapimwa kulingana na vipimo vyake vimeonekana vipi. Kwamba huyu mtu alipo hapa ameathirika kwa kiwango hiki. Umeelewa? Sasa tukishafanya hivyo, maana yake ni nini? Tumezuia sukari ya nje, tumezuia sukari ya ndani, na tumesafisha damu. Mwili wake unakuwa safi kabisa. Unakuwa mpya. Na kumbuka ya kwamba kila sekunde inapodunda millions of cells zinakuwa produced. Kila sekunde inapodunda seli mpya zinazalishwa mamilioni. Na kila sekunde inapodunda seli zile zilizochakaa ambazo hazina uwezo wa kutumia sukari zinapotea kwenye mwili wako.
Sasa hizi seli mpya zinapokuwa zinazalishwa zinakutana na mazingira swafi, mazingira safi, mazingira ambayo ni mazuri. Ndio. Mazingira ya sukari inasoma 3 mpaka 6. Mazingira ambapo hamna sumu kwenye damu. Inflammation hakuna, mwili uko cool, uko clean. Maana kwa hiyo zile seli zinazozalishwa hizi mpya haziwezi kubadilika na zenyewe kuwa insulin resistant. Ndio. Tukikupa miezi 4 tukaja tukachukua sampuli yako ya damu tukapima udhibiti wa sukari, tutakuta sukari yako iko normal au usugu wa ugonjwa umeshuka nusu ya safari. Tunakupa tena miezi mingine 4, tukija kukupima usugu wa ugonjwa tunakuta umeshuka nusu. Maana yake ni kwamba sukari imepotea. Na safari hiyo yote anaendelea kuifanya mgonjwa huku akizingatia lishe. Yes, yani sisi mpango mkakati wetu ndo huo. Ndo maana anasema kwamba mtu akiwa na hiki kitabu akakisoma vizuri, afu akakitekeleza, akafuata protocol zetu, ambapo nimesema tunaweka linki pale. Jitahidi uweke linki Yes, umkumbushe videographer. Akishaweka linki pale, anifuate ile link, afu angalia zile 5 stages za kudhibiti sukari. Na yeye azifuatilie zile stages za kudhibiti sukari vizuri kabisa, ambao ndo protocol treatment ambao tunaitumia sisi. Na kuhakikishia sukari inapotea na anakuwa mzima. Kinachotokea ni kwamba watu wengi hawawezi kunielewa kwa sababu hawajawahi kufanya hii formula ambayo mimi naifundisha. Lakini mimi nina miaka 8 toka nianze kuitumia hii formula, na hii formula imenitendea maajabu kwa wagonjwa wangu. Kwa hiyo ninachokushauri tu ni kwamba cha kwanza tunadhibiti sukari ya nje, cha pili tunadhibiti sukari ya ndani, cha tatu tunatafuta mpangilio mzuri wa chakula na baadhi ya virutubisho kusafisha mwili uwe vizuri na upate nguvu vizuri. Cha 4 sasa tunachokifanya ni kwamba mwili umekuwa vizuri, uache sasa mwili urejuvenate. Kurejuvenate maana uregenerate. Yani kwamba zile seli mbovu zikipotea tunasema bye bye, hatuwataki tena. Zinazozaliwa zinazaliwa kwenye mazingira mazuri. Sasa hiyo ndo tunasema unafanya regeneration and nourishment. Unakuwa kama mpya. Alafu hatua ya 5 sasa ni hatua sasa ya kukufanya wewe uwe kwenye maintenance phase. Wagonjwa wetu huwa tunawapa muda wa uangalizi kila baada ya miezi 6 au mwaka. Tunakuja kuwapima, kuangalia je, sukari bado iko normal? Haijahama tena kutoka kwenye kiwango ambacho mgonjwa tumemwacha. Hizo ndizo hatua ambazo huwa tunazitumia kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Na mtu akifuata hatua hizo anakuwa mpya kabisa. Yes, anakuwa mpya kabisa endapo akiamini. Unajua shida inakuja ni kwamba wagonjwa wengi, mfano kuna mgonjwa mmoja alikuja hospitalini kwangu, nikamwambia kuna kitu kinaitwa insulin titration. Insulin titration ni namna ambavyo daktari na mgonjwa mnaweza mkakaa pamoja mkajadiliana namna ya mnapunguza dozi ya insulin iendane na sahani anayokula. Lengo na madhumuni ni kufikia hatua ambapo mgonjwa aweze kutumia dozi ndogo ya sindano kadiri iwezekanavyo, huku sukari ikibaki kwenye normal range. Lengo na madhumuni aweze hata kutoka kwenye sindano aweze kutegemea vidonge kama hamna sababu yoyote inayomfanya awe kwenye sindano. Kwa hiyo hicho kitu kinaitwa insulin titration. Sasa nilimuelekeza mgonjwa mmoja akasema mimi nina miaka 15 natumia sindano, lakini sasa hivi imefikia hatua mbaya sana, hata nikichoma sindano bado mwili wangu unajisikia vibaya na ninachoma unit 80 kwa siku. Kwa hiyo ni unit nyingi sana. Na anatembea na ndizi, anatembea na maepo kwenye gari, muda wote sukari inaweza kashuka akashindwa kuendesha gari. Kwa hiyo anatembea na hivyo vitu, akijisikia tu vibaya na anakula ndizi au anakunywa soda, anatembea na nikamwambia hivyo huwezi kudhibiti sukari. Kwa hiyo katika kumuelekeza mtu ambaye amechoma sindano kwa miaka yote hiyo, ni kitu ambacho kidogo ni time consuming. Lakini kwa sababu moja ya sera yetu ni kumuondoa mtu kwenye maumivu, kwenye kero hiyo ambayo amekuwa nayo kwa miaka, lengo awe balozi kwa wengine. Lengo awe balozi kwa wengine. Ni bora ni hudumie wagonjwa wawili ambao watakuwa mabalozi kwa maelfu. Unajua wewe
huwezi ukaaminika na mgonjwa kwa sababu wewe hujawahi kuugua kisukari. Ndio. Lakini yule ambaye alikuwa anajidunga tumboni kote, alikuwa na majipu, akikutolea sindano zake kwa miaka 10 na jinsi ambavyo amejidunga, afu akakwambia mimi hivi vyote nimeacha kuvitumia, sasa hivi natumia vidonge na sukari yangu inasoma normal kwa diet tu, utamwamini zaidi kuliko mimi naongea. Ndio. Kwa hiyo lengo ni heri tuhudumie wagonjwa wawili, tutumie masaa mengi, ila hawa wakawe mabalozi kwa wagonjwa wengine wanaoumwa kama wao. Ndio. Kwa hiyo ni kwa kweli mtu akishaamini akayapokea. Yule mzee alipokea, tukaendelea, alivyokuja alinishukuru sana. Alivyokuja tena mara ya pili alinishukuru sana. Sasa hivi anaendelea vizuri na yuko kwenye vidonge tu, sindano ashazisahau. Kwa kuhitimisha daktari, tangia tulivyoanza mada yetu ya ugonjwa wa kisukari sehemu ya kwanza mpaka sasa hivi tumefika sehemu ya 5. Una kipi cha kuishauri jamii dhidi ya ugonjwa huu wa kisukari, japokuwa tayari umeshatoa elimu mbalimbali kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari? Kila mtu awe balozi kwa mwenzake. Na tujenge mazingira ya kinga ni bora kuliko tiba. Ndio. Tuanze kukishauri kizazi chetu namna tunavolea watoto wetu. Kwa sababu magonjwa haya tunaona sasa hivi yameshamiri kwa sababu ya malezi ya watoto wetu. Umeelewa? Ni sana kwamba unawalea watoto katika makuzi ya kupenda vyakula vya sukari. Hatukujua kumbe ukikua unapata kisukari. Ndio. Sasa tunatakiwa sasa hivi tuanze kutengeneza kizazi ambacho hakitakuwa mtumwa wa dawa za kisukari za miaka. Kwa hiyo tuanzie kwenye kizazi chetu. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo tuwe mabalozi kwa wenzetu na mabadiliko yaanzie kwenye familia zetu. Ndio. Tutakapobadilisha malezi ya watoto wetu, tutaweza kulikomboa taifa letu dhidi ya ugonjwa wa kisukari. Asante sana daktari. Nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante pia kwa muda wako na elimu hii nzuri kwa ajili yetu. Asante sana. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Ubarikiwe na wewe mfuatiliaji wetu uliyekuwa pamoja nasi tangia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi ninachagua kuwa balozi wa kutoa elimu ya ugonjwa wa kisukari na kushauri na wewe uwe balozi. Usisahau kushare video hii kwa wengine ili waweze kujifunza zaidi. Jina langu ni Loveness Almasi, nilikuwa na Dr. Boaz. Usisahau kufuatilia katika channel yetu ya YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD na mitandao yetu ya kijamii Nsambo Healthcare na Sayansi ya Mapishi. Usisahau kusubscribe.